Kwanza ni mapema sana kusema kwamba mikataba haitekelezwi kwa sababu mkataba ulioingia Jairut na Simba Sports Club ni mkataba wa miaka 5. Sasa kama ni mkataba wa miaka 5, ndio kwanza ana almost miezi 5 au 6 toka ameingia kwenye mkataba. Sasa inawezekana vipi watu kusema kwamba ni vitu ambavyo havitekelezeki? Nadhani watu wanapaswa kuuliza, na uzuri wa bahati ni mwishoni mwa mwezi huu tarehe 30 Simba wanaingia kwenye mkutano mkuu. Hiyo ndio sehemu sahihi ya kwenda kuhoji hivi vitu. Aliahidi mwezi Disemba hadi kufikia mwezi Novemba basi litakuwa limeingia. Mwezi Novemba bado haujatamatika. Kwa hiyo hata hiyo kuuliza pia wanaweza wasiwe na huo uhalali kwa sababu mwezi Novemba utakuwa haujatamatika, ingawa itakuwa ni mwisho wa siku, itakuwa ni tarehe ya mwisho kabisa ya mwezi Novemba. Kwa hiyo ikifikia ile tarehe 30 bado hawajaliona, basi wana haki ya kuuliza, tuliahidiwa basi tarehe 30 na leo mwezi Novemba, na leo ni tarehe 30 ya mwezi Novemba, hatujaliona, basi nini kinaendelea? Hapo watakuwa na uhalali wa kuhoji. Lakini kwa sasa, kwa sababu tuna takriban siku 18 mbele kabla ya mwezi Novemba kutamatika, maana yake ni kwamba bado Jairut yuko ndani ya mkataba, hajavunja kipengele chochote kile cha mkataba. Whether iliandikwa kwenye mkataba kwamba ataleta basi au haikuandikwa, aliamua kuongea tu kwa kuahidi, bado yuko ndani ya muda. Lakini pia hawapaswi kuwa na hofu kwa kiwango hicho. Lile basi linaletwa kwa lengo la kuja kufacilitate shughuli za usafirishaji, kitu ambacho Simba wana basi tayari. Inawezekana demand ni kubwa kulingana na mahitaji yalivyo sasa, kwamba wanahitaji kuonekana wa kisasa zaidi na waliahidiwa basi la kisasa, lakini hii haipaswi kuwafanya watu wakaenda mbele ya muda na kuanza kuhoji vitu ambavyo muda wake wa kuhoji haujafikia. Wengi wanahusianisha kwamba aliahidi kuwa kuna mchezaji atakayemsajili, lakini kwa namna nilivyofuatilia mimi, mkataba alioingia na viongozi wa Simba kwamba atakuwa anasajili mchezaji mmoja kwa kila dirisha la msimu, sio kwa mwezi wa 6 mpaka wa 8 kwa maana ya dirisha kubwa, ni kwa mwezi Januari kwa maana ya dirisha dogo. So kila kitu nadhani bado kipo kwenye usahihi. So people wanatakiwa kuwa wastaarabu, wasubiri muda ukifika. Wakiona yale yaliyoahidiwa hayajatimizwa, watakuwa na haki ya kuhoji. Lakini kwa sasa hivi muda bado upo wa kumruhusu Jairut kufanya vitu ambavyo alivyoviahidi. Kwa ninachokifahamu mimi, zile ni ahadi kutoka kwa mdhamini, kwa maana ya kampuni ya Jairut, na sio issue ya kimkataba kwamba Simba waliingia makubaliano ya kimkataba kila dirisha kubwa au dirisha dogo utapaswa kusajili mchezaji mmoja wa profile hii. Hicho kitu hapana. Na hata hili basi ni sehemu ya makubaliano, na ndio maana alilitajia muda. Wakati anafanya mahojiano na moja ya vyombo vya habari, alisema makubaliano ilipaswa mwezi Novemba basi lifike, lakini kulingana na uhitaji na utayari alionao yeye, akaahidi basi linaweza likafika mwezi Oktoba. Unfortunately mwezi Oktoba umepita, basi hatujaliona. Lakini mwezi Disemba, mwezi Novemba ambao inawezekana ndio upo kimaandishi, bado haujamalizika. Kwa hiyo tutakuwa tuko haraka sana kuanza kusema kwamba anaanza kuvunja vipengele vya mkataba. I don't think kwamba viongozi wa Simba waliingia mkataba na Jairut halafu wakakubaliana kwamba mwezi Januari kuwe kuna mchezaji atakayemsajili mmoja kwa kukidhi matakwa ya kimkataba. Sidhani kama hichi kitu kipo, lakini ni kulingana na namna ambavyo yeye aliona anaweza akaweka motisha kwenye mkataba wake ili kuingia kwenye mioyo ya wanasimba kwa ahadi ambazo atakazokuwa ameziweka, ambazo akiitimiza atakuwa ameingia moja kwa moja kwenye mioyo ya wanasimba. Asipotimiza haimuondolei uhalali kwamba yeye bado ni mdhamini wa Simba Sports Club. So kwangu mimi I don't think kama ni kitu ambacho tunapaswa kuumiza vichwa sana, as long as haviathiri mkataba. Jezi hizo na soko kwa jumla. Kwanza naamini kabisa kile ambacho alichokiposti Ahmed Ally hakiwezi kuwa, kwa sababu ile ni jezi ya mazoezi na friendly
games ambazo Simba walizicheza kwenye pre-season. Maana yake ni kwamba tayari zile jezi ziko out of date. So kama zimeshakuwa zimepitwa na wakati, maana yake ni kwamba Simba wanahitaji kuja na version mpya ya jezi ambayo wataenda kuitumia kimataifa. Na nimesikia kuna mabadiliko ya kimkataba baina ya CAF na clubs ambazo zinashiriki ya mashindano. Kama sio msimu huu, inaweza kuwa msimu ujao timu zitaanza kuruhusiwa kutumia wadhamini wao, kama kuna ukweli kwenye hicho kitu, kwa sababu nimekukiona sehemu. So kama ile sheria haijaanza kutekelezwa, Simba watalazimika kutoa version nyingine ya jezi, kwa sababu wanatakiwa kubadilisha yule mdhamini aliyepo kifuani, kwa sababu wale wanaosimamia wanaodhamini mashindano ya CAF ni kampuni ya kubashiri, na Simba wanadhaminiwa na kampuni ya kubashiri. Kwa hiyo kuepuka ile conflict of interest, watalazimika Simba kubadilisha mdhamini ambaye atakuwa anaonekana kwenye jezi. Either jezi iwe plain, kusiwe na mdhamini, au Simba wapate mdhamini mwingine. So ni lazima Simba watakuja na jezi mpya. Lakini huyo Ahmed Ally amesema ataleta jezi bora ambazo zitaendana na aina ya mashindano ambao wanaenda kushiriki. Na kwa sababu mkono wake wa kwanza tumeuona, hadhi ya jezi aliyoitengeneza imekaa kwenye kiwango gani, tutarajia kutakuwa kuna improvement kubwa kutokana na kile ambacho amekifanya mara ya kwanza, kwa sababu anaenda kufanya kwa mara ya pili. Ni kitu kingine kinakuja kuonekana kwenye macho ya Watanzania. Nadhani hata kubali kushuka kwenye standard ile ambayo tayari ameshaiset. Atataka kuimprove zaidi ili atoe kilicho bora ili aendelee kutamba sokoni.